Elfu ya Wamarekani walikusanyika katika mitaa ya majimbo yote 50 ya Marekani kwa maandamano makubwa yanayojulikana kama No Kings kupinga sera na hatua za Rais wa Marekani Donald Trump. Maandamano haya yamevutia watu kutoka pande zote za kisiasa na kijiografia, huku akiwa na lengo moja la kupinga kile wanachokiita kuongezeka kwa madaraka ya rais na hatua zinazochukuliwa na utawala wa Trump ambazo wanaziona kama hatari kwa demokrasia na utawala wa sheria. Katika miji mikubwa kama Washington, Los Angeles na New York pamoja na maeneo mengine ya kanda ya nchi, waandamanaji walijitokeza kwa wingi wakitaka mabadiliko katika uongozi wa Rais Trump na hasa kuhusiana na sera za kijeshi, uhamiaji na uchumi. Maandamano haya ni mwitikio wa kile waandamanaji wanakiona kama matumizi mabaya ya mamlaka, ambapo rais anachukua hatua kubwa bila kushauriana na bunge au kushirikiana na umma. Mmoja wa viongozi wa maandamano hayo alisema, hatufai kuwa na mfalme, hatufai kuwa na rais anayechukua maamuzi yake peke yake. Hii ni kauli inayosimamia hisia za waandamanaji wengi ambao wanamshutumu Rais Trump kwa kutumia madaraka yake kupitisha sera na hatua bila kujali uwajibikaji wa kidemokrasia. Waandamanaji wanahoja hatua za rais zinazohusiana na maamuzi ya kuanzisha vita na Irani bila kupata idhini ya bunge, na wanadai kuwa ni kinyume na katiba ya Marekani. Kuna wasiwasi mkubwa kuhusu kuongezeka kwa mamlaka ya Rais Trump katika masuala ya ulinzi na usalama, ambapo maamuzi muhimu yanachukuliwa kwa kutumia mamlaka ya kifalme badala ya kupitia mchakato wa kisheria unaohusisha uwazi na uwajibikaji wa bunge na wananchi. Hali hii inachochea wasiwasi miongoni mwa waandamanaji ambao wanahisi kuwa utawala wa Trump unachukua nafasi ya kikatiba na kuathiri mfumo wa uongozi wa Marekani uliojengwa kwenye misingi ya demokrasia na uwajibikaji wa sera kwa wananchi. Sera za uhamiaji za Trump ni mojawapo ya sababu kuu zinazochochea maandamano haya. Waandamanaji wanasema kuwa utawala wa Trump umeanzisha serikali kali zinazokiuka haki za binadamu, hasa kwa wahamiaji na wakimbizi. Wataalamu wa haki za kiraia na waandamanaji wanaopinga hatua za serikali kama vile kutenganisha familia za wahamiaji na kwa kusanya katika kambi za kizuizi, na wanahoji kuhusu matumizi ya nguvu kupita kiasi na unyanyasaji wa wahamiaji. Maandamano haya pia yamekuwa na lengo la kupinga vitendo vya utawala wa Trump kuhamasisha mamilioni ya dola ili kuongeza ukali wa sheria za uhamiaji, akisema kuwa ni hatua muhimu ya kudumisha usalama wa taifa. Hata hivyo, waandamanaji wanashutumu sera hizo kwa kuleta madhara kwa familia na jamii za uhamiaji ambao wengi wao wanachukuliwa kama sehemu ya taifa la Marekani. Maandamano haya yanaendelea kuonyesha kuwa Marekani hawako tayari kukubali sera zinazozingatia nguvu ya rais peke yake, na badala yake wanataka mfumo wa sera wa kidemokrasia, uwajibikaji na ushirikiano kati ya mataifa na wananchi. For Lady Liberty is pale, she bows her head in shame. Amazing disgrace, it won't be long. Our independence. Amazing disgrace.